Kagongo kwa taarifa hiyo. Wakazi Mutithi, Mwea Magharibi wamebaki na mshangao baada ya wezi kuvamia kanisa la ACK St. Matthews na kuiba vifaa vya ibada na kunywa divai katika kanisa hilo. Mike Chalo anasimulia zaidi. Ni wizi wa kipekee uliowaacha wengi wakiwa wamepigwa na butwaa katika eneo la Mutithi, Mwea Magharibi. Wezi wakiamua kuchukua mkondo tofauti wakati huu baada ya kulivamia kanisa la ACK St. Matthews. Wakiwa na ujasiri wa hali ya juu, wezi hao waliiba vyombo vya ibada kama vile ala za muziki, wakipiga hatua zaidi na kula sakramenti kwenye madhabahu ya kanisa hili na hatimaye kukata kiu na divai iliyobaki kwenye ibada ya Jumapili. Ushahidi wa kuwepo kwao ukidhihirishwa na jinsi vitu vilivyotapakaa. Wezi waliingia kanisani baada ya sisi kutoka kwa kanisa na wakaimba chombo kimoja cha muziki ambacho ni piano. Na baada ya hapo kama hawakutosheka wakaingia kwa madhabahu, wakakunywa ile divai tulikuwa tumebakisha hiyo siku na wakakula mikate. Na hii jambo sio jambo ya kawaida, njoo tunaikemea sana. Njoo maneno kama hayo haifai kuwa inaonekana katika kanisa. Aidha, haijulikani alipokuwa mlinzi wa kanisa wakati ya yote yakitendeka, huku vitengo vya usalama vikiahidi kuanzisha uchunguzi juu ya kisa hiki ambacho kinajumuisha visa vingi vya wizi wa madhabahu katika eneo hili. Kwa sasa usimamizi wa kanisa hili ukihofia kuwa huenda ibada zake zikaathirika endapo hawatapata vifaa vya kuhudumu, kwani wezi hao waliondoka na kinanda sawa na vyombo vingine. Na ni vizuri tuwaambie watu waendelee kuheshimu madhabahu na waendelee kuheshimu nyumba ya Mungu. Hata ni maombi yetu, yote ambaye alichukua hii piano, alileta hii wizi, afadhali airudishe juu hata serikali inachunguza hii maneno. Hiyo ni jukumu mwingine kanisa sasa itambemba kununua hizo vitu. Na ni gharama kubwa. Hebu tuseme ni Mungu tu, wangebeba tu vitu mingi lakini wakabemba hiyo tu keyboard ya kanisa. Mike Chalo, TV 47.